Abu al-Abbas as-Sarraj ndo mtu wa mwisho aliofahamika katika wale ambao ni wanafunzi wake. Kwa nini aitwe mtu wa mwisho? Wewe unafahamu nini ukiambiwa hivyo mtu wa mwisho? Kwa nini? Kwa sababu ukiambiwa mtu wa mwisho bimaana ni katika wale waliokuwa na umri mdogo waliopokea kutoka kwa nani? Kwa Ishaq. Ndo ukaambiwa mtu wa mwisho wa khamqun siwahum, na wengine wasiokuwa hawa wako tele tu. Waqad waqa'ali hadithuhu Ali. Kisha sasa hapa Dhahabi akasema kuna hadithi mimi nimeipata kutoka kwake Ali, bimaana kwa isnadi ya karibu kweli baina yangu na Ishaq ni watu wachache kweli. Na hapa hii hadithi mimi nimeona tuiwache. Kikawaida mimi nakuwa hizi riwaya na kwa siziweki, lakini hii nimeiwacha kwa sababu kuna mambo hapa yamezungumzwa, nikasema haya yana umuhimu sana sisi tuyawache kama yalivyo. Adhabi manhaji yake tofauti na sisi manhaji yetu katika kusoma historia. Kumbuka sisi tunalenga katika kusoma kitu kidogo kinachomhusu mwanazuoni na akwali za maulama. Kuna baadhi ya akwali tunaziacha. Mimi nakuwa napotengeneza hii makala na kuwa nazitoa, nazo hizi nizitoe, lakini baadhi ya akwali tunakuwa tunaziwacha kwa sababu zina asalib na usuli katika kile ambacho tunakihitaji. Kwa hiyo sasa mara nyingi katika riwaya hizi ambazo tu yeye aonesha mimi nimepokea riwaya kutoka kwa mwanazuoni, basi na kwa mimi siziingizi. Ila hii sasa au baadhi ya riwaya napoziona kuwa zina mantiki ambayo bila shaka ina umuhimu si tu katika historia, lakini huenda tukiipita tutakuja kukosa, ina maelezo ya umuhimu na wacha. قال الذهبي أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي قال أخبرنا أبو الفرج بن عبد السلام قال أخبرنا أبو الفضل الأرموي وأبو غالب بن الداية وأبو عبد الله الطرائفي قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عبيد الله الزهري. Kwa nini mimi nasema qala na hapa hamna ndo tulivyofundishwa hapa inakuweko qala, lakini haiyeki kwa sababu ya waliofundishwa baadhi yao wanaweka. قال أخبرنا جعفر الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوي. لما hapa Adhahabi akasema hii riwaya mbona fupi tu baina yake na Ishaq kuna nani? Kuna Ja'far, alafu kuna Ubayd, kuna Muhammad mtu wa tatu, kuna Abu Abdullah wa nne, kuna Abu Ghalib wa tano, kuna Abu al-Fadl wa sita, kuna Abu al-Farji wa saba, alafu kuna Abu al-Maali wa nane. Baina yake na Ishaq kuna watu 8, lakini kumbuka kwa sababu takriban mwaka wa 700 kutoka mwaka alofariki Ishaq 200 mpaka mwaka 700 ni miaka mingi sana. Ndio maana akasema hii ni ya juu, sawa? Ndio maana akasema hii ni ya juu. Haya, قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا أبو معشر mwaka 700 mwaka 600 tena kuendelea 700, ndio mwaka huo 600 kuelekea mwaka 700, miaka mingi. قال أخبرنا أبو معشر عن سعيد هو المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika riwaya 3 man kunna fihi fahuwa munafiq. Tunaingia katika matni kidogo tustafidi na hadithi iliyoorodheshwa kaipokea Ishaq na kile kilichozungumzwa. Mambo matatu ikiwa yatakuwepo kwa mtu atakuwa ni munafiq. Idha hadatha kadhaba, anapotoa masimulizi, anapozungumza anasema uongo. Wa idha wa'ida akhlafa, anapoahidi anakhalifu miad. Wa idha utumina khana, akiaminiwa anafanya khiana. Kwa kweli tumuombe Allah kwa rehema zake atuepushe na hizi sifa, lakini sasa hivi utastaajabu, naona ndo sifa za watu wengi wako hivyo. Allah ajalie zisiwe zimethibiti katika level ili kwamba sasa ikawa ni sifa ya unafiki. Tumeelewana vizuri? Mtu atasema uongo, mwingine akiahidi hatekelezi, mwingine akiaminiwa basi anafanya kituko, alimradi mtihani. Qala rajulun ya Rasulullah dhahabati 2, akasema ewe mjumbe wa Allah kuna 2 zimeondoka, wa baqiyatu wahida, imebakia moja. Qala, akasema fa inna alayhi shu'batan min nifaq. Makusudio yake bi maana lau kama mtu atakuwa hana 2, idha hadatha kadhaba, hasemi uongo, wa idha wa'ada akhlafa, akiweka miadi anakwenda kinyume na miadi, pengine na hiyo pia hana sifa hiyo. Lakini idha utumina khana, moja nayo.
Kwa hiyo qala rajulun ya Rasulullah dhahabat ibnatan, kuna mbili mfano hazipo, wa baqiyat wahida, na waonaje kama itakuwa imebakia moja? Qala fa inna alayhi shu'batan min nifaqi, hiyo moja itakayobakia atakuwa ana alama ya unafiq. Allah tabaraka wa taala atakase mioyo yetu. Ndio maana leo wakati tunasali katika sala, imam alisoma illa man atallaha biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim. Mimi nikakumbuka nikasema inshallah katika darasa zangu sasa nitakuwa nikimaliza kusomesha, naomba dua Allah tabaraka wa taala atupe mioyo ambayo inaingia katika hii aya illa man atallaha biqalbin salim. Tumeelewana vizuri? Kwa nini? Kwa sababu moyo ikiwa Allah kauthibitisha ukawa salama mpaka unaelekea kwake, basi manake hawezi kuwa na unafiki wala shu'ba minan nifaq, hata ile tone hamna. Fa inna alayhi shu'batan min nifaq, ikiwa ana moja atakuwa na sehemu ma baqiya fihi, kwa namna ile ilivyobakia minhunna, katika hizo sifa shay'un hadha. Kwa hiyo anasema wa baqiyati wahida, qala fa inna alayhi shu'batan min nifaqin ma baqiya fihi minhunna shay, atakuwa ana sehemu katika unafiki ma baqiya fihi minhunna shay, kwa namna ya itakavyobakia, kwa namna ya kitakachobakia katika hizo sifa hizo. Chochote kile kitakachobakia kwake, basi ina maana yeye atakuwa na sifa hiyo. Madam zimeelezewa sifa tatu, asibakie nazo hata chembe. Akibakia na chembe, ina maana atakuwa na sifa ya unafiki kwa chembe iliyobakia. Wallahu aalam. Kumbuka hii hadithi ni kubwa, na ndio maana kama utakumbuka Imam Ahmad katika mfano kitabu cha usul as-sunna, katika ile matni Ahmad mwenyewe alipodiscuss hili swala, na wengine katika maulama wa salaf wamesema hii hadithi iache kama ilivyo, kwa sababu hii hadithi ambayo ni kubwa. Yani kuna kabisa, kwani wale walokuwa ni marawi wanafanya tadlis na wengine kadha kadha, kuna mambo mengi ambayo kama utahukumu kwa dhahiri moja kwa moja, kila mtu utamwita mnafiki. Ndio maana ahlul ilmu wakasema ziache kama zilivyo, na msimamo wa Imam Ahmad katika usul as-sunna bila shaka unafahamika katika hii riwaya. hapa kuna hadha hadithun hasan al-isnad wa Abu Ma'shari najihu as-Sindi saduqun fi nafsihi wa ma huwa bil hujja yasiyo hujja. Amma al-matn ama hi matni kwa kweli faqad rawahu jama'atun an Abi Hurairah, kuna wengi waliopokea kutoka kwa Abu Hurairah. Wa fi dalilun ala anna an-nifaq yataba'adu wa yatasha'abu, na katika hii riwaya kuna dalili kwa unafiki yataba'adu, unaweza kufanya tabau ni kuwa baadhi, bi maana anaweza kuwa mtu mnafiki kwa baadhi ya mambo hata kama hajakamilisha yote. Wa yatasha'abu, na unaweza kuwa una vikundi, una vishungu. Ndio maana akasema shomba kama jambo moja, halafu ikiwa mawili yatakuwa mawili, kama matatu itakuwa matatu. Yani yatabaa, unafiki unaweza kuwa baadhi, yani mtu anaweza kuwa katika baadhi ya mambo ni mnafiki, halafu mengine si mnafiki. Halafu je, nifaq inayokusudiwa hapa ni nifaq ile kufri au ni nifaq ipi ambayo inamuingiza mtu katika ile, yani maana yake yani shunu kwamba wale wanafiki ambao yani maana yake yajhaduna dini Allah tabaraka wa taala, unapinga dini ya Allah kwa ule unafiki au ni nifaq. Bi maana ni nifaq ipi? Kuna kauli nyingi za maulama katika hii jambo linaloitwa nifaq, katika masaili ya kiitikadi unafiq, katika masaili ya kiamali unafiq, katika kadha wa kadha unafiq. Je, unafiki huu ni upi? Sasa sisi tuende hapa kwa sababu hatushereheshi wala hatueleze aqwali za ahlul ilmi, bal ni kuwa nukta hii ni nukta nzito kweli, na ahlul ilmi na sio ahlul ilmi, hata wewe uliokuwa huko katika ahlul ilmi ukisoma, basi maana yake utashtuka. Sifa mtu akisimulia anasema uongo. Hebu wewe mwenyewe jiulize, katika jamii yako ambayo umeishi nayo leo, sio jana, leo, kuna watu wangapi umezungumza nao na wahisi wewe atakuwa anadanganya huyo? Wewe pengine mwenyewe ndio umesema uongo kabisa. Haya, utajiuliza mimi je, halafu katika miadi kuna mambo mangapi umeahidi kuyatekeleza unapiga chenga? Kwa hiyo sasa ni sifa ngumu, kama anna al-iman dhu shu'abi, kama imani ilivyokuwa ina vifungo, yazidu wa yanqusi, nazidi na pungua. Fal kamilu al-iman man ittasifa bi fi'li al-khairat, ambaye imani yake imekamilika ni yule aliyosifikana na sifa za khairi, wa tarki al-munkarat, na yule ambaye kasifikana na sifa za kuacha uovu. Wala hu qurbun mahiyatu lidhunubihi, naye ana ukaribu sawa mbele ya Allah tabaraka wa taala ambao unapelekea kufutwa dhambi zake. Wala hu
qurabun, au ye ana mambo, sio qurabun, walahu qurabun, ana mambo ya kujikurubisha kwa Allah, mahiyatu lidhunubihi, ambayo yanafuta dhambi, kama qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum ila qawlihi ulaika humul mu'minuna haqqan. Bila shaka mtu anaweza kurudi katika tafsiri, wa qala qad aflaha almu'minun, bimaana hapa Allah anaelezea sifatu innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, waumini ni wale ambao kitajwa Allah tabaraka wa taala nafsi zao zinapata nini? Hofu, mioyo inapata hofu. Ikaenda vile vile mpaka Allah akasema ulaika humul mu'minuna haqqan, bimaana hao wamekamilika iman, bimaana wako wengine waumini hawana sifa hizi, imani yao bado. Wa qala qad aflaha almu'minun, kisha Allah tabaraka wa taala akaelezea vile vile mpaka ilipofika ulaika humu alwarithuna alladhina yarithuna alfirdausa. Allah tabaraka wa taala kaelezea vile vile kwamba hawa wenye sifa hii na hii na hii ndio ambao watarithi alfirdaus, wa duna haulai khalqun min almu'minin. Lakini ukiacha hawa ambao wamekamilisha hizi sifa, wako wengine khalqun, kuna wengi tu min almu'minin, katika waumini alladhina ambao khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, wamechanganya mambo ya uovu na mambo mema, bimaana wamechanganya, ni waumini na wana daraja ya iman, lakini wana mambo ambayo si mazuri, wana vitu ambavyo ni vibaya. Wadunahum asatul muslimin, na baada ya hawa waumini ambao vile vile khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, wana matendo mazuri na mengine si mazuri. Vile vile ukishuka chini kidogo, kuna wengine asatul muslimin, kuna waislamu ambao ni watu wa maasi, hawajafikia daraja ya kuwa ni waumini. Fafihim imanun yanjuna bihi min khuludi adhabillahi ta'ala wa bi shafaati. Hawa waislamu ambao ni watu wa maasi wana imani, yani Allah kawaekea imani pia, ni rehema yake hiyo. Imani hiyo yawafanya nini wao? Yanjuna bihi, wataokoka kupitia hiyo imani ndogo aliyokuwa nayo, min khuludi adhabillahi ta'ala, wasije wakakaa katika moto milele, wa bi shafaati, na wapate shafaa. Kwa sababu ikiwa mtu ana mithqala dharratin, kama ilivyokuja katika Sahih Muslim, itakuja kauli kwamba akhriju minan nar, mtoeni kutoka katika moto, man kana fi qalbihi mithqala dharratin min iman au min al-iman, ambaye ana mfano wa dharra. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala, huyu ni muovu, mzinifu, anakunywa pombe, anafanya kadha, kama tulivyopita katika habari ile yani shunu sahaba alipomlaani sahaba mwenzake, tumepita katika tafsiri kwa wale wanaohudhuria darasa ya tafsiri. Akaambiwa huyu Allah tabaraka wa taala anampenda, tumeelewana vizuri huyu anampenda Allah. Kwa hiyo sasa baadhi ya wakati anaweza kuwa mtu ni muovu, lakini ana kitu katika imani ambacho kinapelekea apate mapenzi ya Mola wake, ila haina maana kuwa hata adhibiwa. Anaweza kuadhibiwa, anaweza asiadhibiwe, ayo yako biyadillahi, yafalu ma yasha, yeye afanya anachokitaka. Lakini faida ya kuwa kuna imani kwa Muislamu ambaye ni muovu lakini sio mushriki, ni mzinifu, anakunywa pombe, anafanya vituko, lakini si mushriki wala munafiki, lakini ana chembe ya imani, faida atakayoipata hatokaa katika moto milele na atapata shafaa. Likitoka lile kundi wanaoitwa aljahannamiyuna, wale ambao waliishi katika moto mpaka wakawa majivu, waliungua pale ndani, kama ilivyokuja katika riwaya, watakuja kutoka na yeye atakuwemo katika lile kundi, lau kama atakuwa kaingia katika moto. Naudhu billahi minan nar. Kwa hiyo kuna faida kubwa sana, yani jamii yetu sisi wenyewe kwanza, na jamii ambayo tunaishi ndani yake, tulitakiwa tuweze kusomeshwa mambo mengi ya dini, tuweze kuelewa vizuri, tusimkatie tamaa mtu, lakini vile vile tuwe na hofu katika nafsi zetu. Hata kama utapata shafaa, lakini utaingizwa katika moto mpaka uwajivu, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sana mimma ta'uddu. Ebu angalia miaka 1000 wewe wakaa tu katika moto mpaka wako majivu, alafu ndio uje utolewe, kutoka milele, lakini unajua utaungua muda gani? Sasa lazima mtu afahamu. Ndio maana watu wengine Muislamu hakai motoni milele, wanafanya maasi tu. Ala tasma'u ila alhadith almutawatiri, hebu usikilize katika hadithi mutawatir, annahu yakhruju minan nar. Hapa Adhabi asema hadithi mutawatir imepokewa na wengi katika ahlul ilmi, zaidi ya masahaba 10 wapokea hadithi hiyo, kuwa itakuja kauli annahu yakhruju minan nar man fi qalbihi wasnu dharra, atatoka kutoka katika moto ambaye katika moyo wake kuna wasnu dharra, kitu kidogo kulikweli, wenyewe wanasema chini ya vumbi maana yake.
min imani, yani hata kama chembe ndogo kulikweli atatolewa katika moto. Wakadhalika shu'abu nifaq min alkadhibi walkhiyanati walfujuri walghadri walriya. Lakini vile vile unafiki una vitoto, unafiki una matawi, unafiki una mambo kama uongo, khiana, alfujur, uovu, alghadri manake ile kwenda kinyume, yani manake kufanya ile hadaa na mfano wake, kuvunja ahadi, wa riya na ile mtu riya, wa talabil ilmi liyuqal, na mtu kutafuta elimu ili tu asemwe kwamba huyu ana ilmu, wa hubbi riasati, na kupenda mtu umbele vile aheshimiwe, yani anatafuta elimu ili asomeshe na kila mtu lazima amheshimu. Yani yeye ndio lengo, si kwamba labda kwa sababu kuna ile heshima ya kielimu. Kama mimi madam tunasoma na nyinyi, mimi naposema kwamba nampigia mtu fulani mfano, alafu nampa jukumu kwamba kesho nataka nyama niletee nyama, mfano nikamwambia, nikampa ile kauli, ye hatakiwi kuona kwamba huyu kaniamrisha, anatakiwa kuchukua ile heshima ya mwalimu. Lakini sikutakiwa mimi kusema, alitakiwa yeye ndo aniulize kwamba leo hutaki kula. Unajua katika jambo la msingi ambalo kuna vitabu limeelezewa, si tu kwamba labda tu kwenye miamala ya kawaida, hata ukimsikia mtu anamzungumza Abu Raifa, adab za talibul ilmi, yule mwenye kutafuta elimu, madamu huyu ni mwalimu wako na wewe unasoma kwake, haiwezekani talibul ilmi katika misingi ya kielimu amsikie kuna mtu anamzungumza mwalimu wake kwa vibaya halafu ye anyamaze. Kumewekwa mambo mawili tu, ima amrudi yule mtu kwa kumtetea mwalimu madamu anasemwa vibaya, au aondoke katika majlisi. Maana kuna mambo mengi yamewekwa, sio tu katika miamala ya kikawaida ambayo sisi imedhihiri kwetu, tumeiona kama Mtume alivyokuwa akimwambia sahaba fulani fanya hivi, akimpa mgeni nenda kwa hivi. Kwa hiyo ni majukumu baadhi ya wakati mwalimu anayatoa kumpa mwanafunzi, baadhi ya wakati mwanafunzi yeye mwenyewe anabeba jukumu. Yeye mwenyewe tu anahisi. Mimi kama katika masala yale ya Khandaq, si alitoka sahaba akaenda kwa Mtume akamwambia njoo na watu kadhaa muje mule kwangu. Mtume akaenda na masahaba zake wote. Tumeelewana vizuri. Sasa baadhi ya wakati mwanafunzi anafanya ikram kwa mwalimu, baadhi ya wakati mwanafunzi anapokea amri, lakini sasa mtihani kwa sasa hivi kumpa amri mwanafunzi. Kwa hiyo riasa hii haipo katika ile kwamba labda mtu awe anataka asome ili na yeye wale matajiri wote aweke katika mkono, akiwaambia kitu tu wafanye, labda iwe hivyo. Kwa hiyo riasa hii walikuwa nayo kina Imamu Ahmadi, kina Maliki, kina nani, na walikuwa wakali kweli. Bimaana riasa ni ile nafasi ya juu ya maamuzi yakiamua tu. Kwa hiyo mtu naye anataka na mimi nitaka niwe kama shekhe fulani ili ikifikia wakati nikisema tu watu wafanye, haitakikani, ni sifa mbaya. Wal mashaykhata, na kupenda afikie daraja aonekane shekhe, wa muwaddati alfujjar wan nasara, bali vile kuwa na mapenzi na watu waovu na manasara, akawa yeye ndio vipenzi vyake, ndio yuko nao kila wakati shekhe. Lakini bwana sisi dini yetu bwana, sisi tunudu ila sabili rabbika bil hikma, takula nao atakunywa nao, mambo ya Christmas kila kitu, maana yake ile ikhtilaf na hivi. Hakuna kitu kama hicho. Adhabi kaashiria baadhi ya sifa ambazo hizi humpelekea mtu kaingia katika sifa hizi mbaya. Faman irtakabaha kullaha, ikiwa mtu ikiwa mtu ataziba zote, wakana fi qalbihi ghillu nabii sallallahu alayhi wasallam au harajun min qadayahu. Faman irtakabaha kullaha, atakayezingia zote, wakana fi qalbihi ghillu, akawa katika moyo wake ana ghil maana yake nini? Allah asema katika Qur'ani, wanaza'na ma fi sudurihim min ghil, yani watu wanapotaka kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, au wakiwa ndani ya pepo watakutana wale waliozozana duniani, lakini ndani ya pepo hakuna ile kwamba wewe ulinipiga, wewe ulinifanya hivi. Wanaza'na ma fi sudurihim min ghil, kila kitu ambacho ni chuki, hasira, kifundo, ghadhab, umeona mambo. Kwa hiyo atakaye kwenda kinyume na haya, halafu katika moyo wake kukaa kuna ghil, yani kuna kitu yuko nacho kwa Muhammadi, haridhiki na jambo fulani alilolihukumu Muhammadi, au harajun min qadayahu,
au labda ana shaka au labda ndo ana haraji, ana jambo yani linamtatiza, hapendi mtume alivyohukumu, au yasumu ramadhana ghaira muhtasibin, au anafunga mwezi wa Ramadhani lakini kwa sababu tu watu wanafunga sija kaonekana yeye ni kafiri, kwa hiyo hatahitaji malipo, au yujawizu anna dina an-nasara au al-yahudi dinun malih, au anajuzisha kuwa dini ya manasara au mayahudi dinun malih, bimaana ni dini tamu nzuri. Yani wale mabinti wanakwenda kanisani wanavyopenda, mapaja utayaona, kifua unakiona, yani ile dini ile ingelikuwa ndo sisi tuna sheria ile, wayamilu ilayhim, tena nafsi yake ikawa inamil kwao, yani ana mapenzi nao, fahadha la tartab fi annahu kamilun nifaq, huyu usiwe na shaka, huyu ni mnafiq. Naona haya maelezo anaeleza Adhabi, si kwamba labda watu hawaishi na manasara wala mayahudi, yani hawaishi na wakristo, la, wanaishi watu na mtume aliishi nao, lakini muislamu anatakiwa kufahamu kuwa ana mipaka yake. Yani wewe ishi na mtu aliyokuwa ni mnasara, myahudi, yoyote yule, lakini fahamu kuwa wewe una mipaka yako. Mpaka wa kwanza, ikiwa utaathiriwa na mila yake, dini yake, ukaacha mifumo na misingi ya dini yako ukaenda kwenye mila yake, fahamu kuwa wakati huo ni haramu wewe kuishi naye. Na ikiwa itakuwa idadi yao ni kubwa inayoweza kuathiri wewe, kuathiri watoto wako na mfano wake, ikawa wanaathiriwa wale na maisha yao, basi fahamu kuwa hapo pana matatizo, hupaswi wewe kukaa katika mji huo. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akawagombeza watu, ardhi ya Allah ni pana, kwa hiyo nendeni. Kipi kilichowazuia nyinyi mkae katika ardhi ya wasiokuwa Waislamu mpaka inafikia wakati inatokezea jambo na nyinyi mnakusanywa nyote? Tumeelewana vizuri, mnakuwa kama sio Waislamu. Na kuna mambo mengine mengi hapo bila shaka kwa wakati wetu huu zimekuwa habari ni nzito zaidi, kwa sababu ulimwengu ulivyoendelea, alafu mtu umtoe China huko Beijing yuko katika mambo yake kazungurukwa na makafiri watupu, huwezi kumtoa. Fahadha la tartafi annahu kamilun nifaq. Lakini ikiwa mtu anatekeleza, nafsi yake inaridhaa, anawapenda wale manasara mayahudi na anaridhika na dini yao na anafurahia, na sehemu ya mwanzo itakayokufurahisha, ikiwa tayari Allah akakupa ibtila na mtihani, kwa asilimia kubwa watu wengi wanapata uhuru katika mabinti, kwa sababu mabinti wasiokuwa Waislamu wanakuwa wana uhuru sana. Kwa hiyo mtu anajua hata kama atatembea na binti ambaye yule binti si Muislamu, hakuna changamoto wala magomvi wala hivi, basi anaitwa tu rafiki yake, wanaishi wazoeane, watakaa watazaa, kwa kuwa yeye anaona yeye ni Muislamu yule binti, kwa hiyo hana vikwazo. Lakini hili linaleta sura mbaya na linabadilisha mwelekeo wa imani kutoka mtu ni muumini anakwenda katika unafiki, kwa sababu kana kwamba anaridhika na maisha ya uhuru ya wale wasiokuwa Waislamu, wanafanya uovu kupitia uhuru wao na mambo mbalimbali. Ni hatari kubwa sana katika hadithi tulizokuwa nazo wakati wa sasa. Wa annahu fi darki al-asfali min an-nar, ikiwa atakufa ana sifa ya unafiki mbele ya Allah, atakuwa katika eneo la chini la moto. Wa sifatuhu al-mamqutatu adidatun fil kitabi was sunnah, na sifa zake al-mamquta, zile ambazo zinachukiza siku nyingi katika kitabu na sunna. Min qiyamihi ila salati kaslana, baadhi wakati anasimama anasali vipi, yani hata ikisoma Qur'ani vipi, yeye hasa ile kusali ya saa imekuwa ni kama maana yake anaona kwa kama hajasali atakuwa hali, ndo anasali ile leo apate kula, yani anakwenda katika swala basi tu. Wa adaihi zakata wa huwa karihun, hata akitoa zaka basi anakuwa anachukia, hapendi. In'amala an-nasa wa in'amala an-nasa, nakiwa naamiliana na watu, fabil makri wal khadi'ati, yani mtu wa vitimbi tuna hada, yani anakusudia. Unajua sometimes kuna mtu anafanya kitu halafu we unamchukulia kana kwamba huyu ni muongo, huyu ni hivi, na kuna mtu anakusudia kama wale matapeli, yani mtu anakusudia kwamba anataka kuibie. Qad ittakhadha islamahu junnata, unamkuta mtu anachukua ule Uislamu wake ndio junna. Baadhi ya wakati utamkuta mtu mwenyewe kanzo na kofia ile na mtasbihi ndo sehemu ya kuiba, na anajua sasa kwamba nikivaa hivi naheshimika na nitaiba, na anaiba. Kwa hiyo manake jina lake la Uislamu, kanzo yake na mtasbihi na mambo mengine anafanya kama ni junna, ndo ngao yake. Naudhu billahi minan nifaq, Allah tulinde. Faqad khafahu sadatu sahabati ala nufusihim, kwa hakika unafiki waliuogopa wale mabwana wa kisahaba. Bila shaka darasa yetu muda wake ushaenda sana. Kwa hiyo
hii habari inaendelea, lakini insha Allah tumalizie hapa padogo tu ili tufunge darasa, ili tukianza tuna aqwali za ahlul ilmi, tumalize hii mada tusije tukaiunganisha, kwa sababu wakati anaweza kusikiliza mtu darasa akataka labda ajue mwisho mambo yatakwenda vipi, na ndo asali. Fa in kana fihi shubatun min nifaqi al-a'mal, ikiwa ana sehemu katika unafiki wa a'mal. Unafiki wa a'mal, kuna unafiki wa a'mal wa kiitikadi, bila shaka akiwa na hata chembe ndo mtihani. Falahu qistun min al-maqti, ikiwa ana unafiki wa a'mal, bimaana ule utendaji wa baadhi ya mambo kwenye kuamiliana na watu na mfano wake, basi atakuwa na kitu katika kuchukiwa, min al-maqti, ile kuchukiwa, hata yadaiha mpaka aje, lakini atakuwa anachukiwa na Mola wake, wayatuba minha, na atubie. Amma man kana fi qalbihi shakku min al-iman, ama yule ambaye ana unafiki, ana shaka katika jambo la imani, ina maana unafiki wake ni wa kiitikadi, kumwamini Allah na mtume wake, fa hadha laysa bimuslimin, huyo anakuwa si muislam kabisa. Yani kuna tofauti. Ndio maana pale juu nilielezea huu unafiki huu, hii hadithi hii ni hadithi kubwa sana hii. Niliona wakati mmoja, nakumbuka kama Sheikh wetu katika hizi durus zinazoendeshwa katika darasa za online, darasa wa mihadhara, kulikuwa kuna hadithu Jibril. Sioni siku hizi, sijui kama ilimaliza, manake subhanallah sikuweza kufuatilia tena, kwa hiyo sikumbuki kuwa imemaliza hadithu Jibril. Ile ilikuwa kila siku kinazungumzwa kitu tu kidogo kidogo. Allah amlipe khairi mwalimu wetu ambaye alikuwa anaendesha ile darasa, bila shaka hakuna haja ya kutaja jina, lakini ilikuwa ni kitu muhimu sana kwamba kila siku kunazungumzwa kitu, kwa sababu mtume mwisho ile hadithi alisema kwamba huyu ni Jibril akaja kuwafundisha dini yenu, na dini haina ulazima kwamba siku moja tu usome hadithi yote ya Jibril utakaofahamu, lakini usome kitu kidogo kidogo. Kwa hiyo na hii hadithi ya unafiki hii unaona kama mambo matatu tu, lakini masaili ambayo yanafungamana na hayo mambo matatu katika mambo ya kiitikadi, mambo ya a'mal, aqwali za ahlul ilmi, na khatari ya sifa za unafiki na mambo, ni msingi wa dini ya mtu. Kana kwamba na hii hadithi ilikuwa iekewe mihadhara, ichambuliwe mmoja mmoja, kila siku kuwe kuna hadithi ya Abi Hurairah katika masail ya nifaq, hadithi ya Abi Hurairah, ili kuweze kuzungumzwa mambo mengi kweli kweli. Kwa sababu ikiwa mtu ana unafiki katika mambo ya amal, anakuwa anachukiwa na Allah kwa mujibu wa yale mambo aliyokuwa nayo, ama akiwa nayo katika upande wa imani, fa hadha laysa bimuslimin, anakuwa huyo si muislamu, wa huwa min ashabin nar, na huyu atakaa katika moto milele. Kama anna man fi qalbihi jazmun bil iman billahi wa rasulihi, kama yule ambaye anakata kauli ya moja kwa moja kumwamini Allah na mtume wake na malaika na vitabu vyake na kuamini siku ya mwisho. Wa in iqtahama al-kaba'iri, hata kama atafanya mambo makubwa, fa innahu laysa bikafir, huyu si kafir, kwa sababu katika moyo wake anamwamini Allah na mtume wake na malaika na vitabu na siku ya mwisho. Hata arzini, hata anywe pombe, huyu si kafiri. Vile vile munafiq ambaye katika moyo wake hana kumwamini Allah na mtume wake, hata atende jambo gani, si muislam, na huwa fi darkil asfali. قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. hapa Adh-Dhahabi anatoa mwongozo. Allah tabaraka wa taala kagawa makundi mawili tu. huwa alladhi khalaqakum, yeye ndo ambaye kawaumba nyinyi. faminkum kafir, miongoni mwenu kuna makafiri, wa minkum mu'min, na miongoni mwenu kuna waumini. Hakuna nukta ya tatu hapo. Munafiki ni kafir, lakini sifa ya ukafiri wake ni nifaq, na mtu mwingine mushrik ni kafir, sifa ya ukafiri wake ni shirki, na mwingine vile vile anakuwa. Kwa hiyo mtu achague, ima awe ni muumini halafu na zile hatua ambazo wanateremka waumini kuwa ni muislamu na mfano wake, au ni kafir, atakuwa ni dhalimun fasiqun kadha wa kadha. Bas, kwa hiyo tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie katika sifa za waumini. Na mwisho katika darasa hili tutamalizia, muda umeenda sana, wa hadhihi masalatun kabiratun jalilatun, nishasema toka mwanzo, wa hadhihi mas'alatun kabiratun jalilatun, na haya mas'ala kabiratun jalilatun, maana yake ni makubwa halafu sio ukubwa, kwa sababu huu kabira ya kwanza na jalila, hii kabira ya kwanza ni katika ule upeo, how hili jambo linaweza kuattach au linaweza kutouch katika moyo wako. Halafu hii jalila ni kwamba ni mambo ambayo ni makubwa katika umuhimu wake na faida yake.
na uzuri wake, kuyaelewa vizuri, ili mu'min asije akaingia akavuka ule mpaka aliowekewa na Mola wake akaingia katika sifa za wanafiki. Ndio maana akasema qad sannafa fiha al-ulama kutuban, maulama wameandika vitabu, wa jamaa fiha al-imam Abu al-Abbas shaykhuna, vile vile ahlul ilmi wengine akiwemo Sheikh wa Imam al-Dhahabi Abu al-Abbas ana mujalladan hafila, ana mjalladi mmoja ambao umekusanya. nadhani huyu ni Sheikh al-Allama Ibn Taymiyyah. قد اختصرته واسمى mimi nimeufupisha, نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا إيماننا حتى نوافيه به. anasema sisi tunamuomba Allah tabaraka wa taala an yahfadha alaina imanana, atuhifadhie imani yetu, hata nuwafiahu bihi, mpaka sisi ile imani tuikamilishe kwake. Maana Allah atujalie ile imani isipungue, ijaye mpaka ikamilike vile anavyotaka yeye. Hicho ndicho ambacho anamalizia al-Imamu al-Dhahabi, na sisi tunasema nasallallahu ta'ala an yahfadha alaina imanana hatta nuwafiyahu bihi wa nas'aluhu qalban saliman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Tutakuja kuendelea qala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbali, kisha tutaanza kuingia katika maneno ya maulama yanayomhusu Ishaq ibn Ibrahim, Ishaq ibn Rahawayhi al-Hanbali. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.